Na mwana michezo ni siku nyingine tena kimichezo hapa katika 1 na 2. Tuko hapa maeneo ya Mlimani City jijini Dar es Salaam. Ni sehemu ambayo unavyoona kama unavyoona maandalizi ya kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa kule nchini Morocco wana jambo lao bana, ni finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini finali ya pili itachezwa hapa katika ardhi ya Tanzania. Ila hii leo tuko hapa kuzungumza na mashabiki mawili matatu kuelekea mchezo ambao utachezwa majira ya saa 4 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mashabiki wana mengi ya kuzungumzia hapa katika maeneo ya Mlimani City ambapo kuna big screen ambayo itafungwa na tutaona yapi ambayo yatakajiri majira ya saa 4 kamili za usiku. Shabiki wa Simba ana mengi ya kuzungumzia kuelekea mchezo wa Berkane hii leo pale katika uwanja wa Berkane nchini Morocco. Mambo vipi? Fresh. Uko vizuri? Uko vizuri. Ubaya bwela? Bayo bwela. Unajiamini sana? Najiamini sana. Safi. Yes. Unafahamu kwa majina nani? Sifuni kwa majina la Tomaidis. Njagi, yes. Ndio. Sasa tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia wana Simba. Kwa mara ya kwanza tumefuzu kwa kuingia finali na tumekuja hapa Mlimani City kwa ajili ya kushuhudia nusu finali ambayo itapigwa mida ile saa 4. Yes, mida ya saa 4. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tulioipata kwa namna ya kujumuika pamoja hapa. Tumekumbana na wafanyabiashara mbalimbali kama unaona prisoner wako hapa, wafanyabiashara tofauti ambao wamekutanika hapa kwa ajili ya kushuhudia mechi ambayo itafanyika leo. Ni jambo la kitaifa kabisa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu na jambo ambalo inabidi tushirikiane wote kwa pamoja kuangalia kama Simba inaweza ikafuzu kwa mara nyingine au kupata ushindi kwa hatua nyingine. Kwa hiyo tunashukuru wafanyabiashara ambao wamejumuika hapa na wana Simba na imani kwamba tutashinda kwa siku ya leo. Si mara ya kwanza kwa Simba kukutana na RS Berkane, itakuwa ni mara ya 3 sasa. Wamekutana mara 2 katika msimu misimu 4 nyuma katika mashindano haya ya shirikisho hatua ya makundi. Simba alifunga mabao 2 kwa 0 na kwa Mkapa akapata ushindi wa 1 kwa 0. Unafikiri kwa Simba ya sasa chini ya kocha Fadlu Davis wana kipi cha kujiuliza zaidi ili kusudi waweze kupata matokeo pengine yakatengeneza taswira nzima ya kurahisisha mechi ya nyumbani hapa nchini Tanzania? Yes. Nina imani kwa kikosi tulichonacho, tuna kikosi imara kwa juu ya timu yetu, kwa na imani leo tutashinda na tukija ile mechi ya marudiano tutafuzu kwa kuchukua kombe la awamu hii. Una kipi cha kuambia mashabiki wengine ambao hawajafika maeneo haya Mlimani City? Ninawasihi mashabiki wengine ambao hawajafika waweze kujiongea kwa wakati, maana kila kitu nao kishakuwa tayari kama maandalizi mnavyoona, kwa maandalizi mazuri hapa. Kwa hiyo nawasihi kwa kila shabiki ambaye yupo njiani, ambaye yupo nyumbani, namsikia wahi aweze kufika kwa wakati ili tuweze kujumuika kwa pamoja na kupokea ushindi ambao tutapata kwa siku ya leo. Utabiri wa matokeo ya leo Simba na Berkane? Yes. Utabiri wa leo tutafunga goli 1 bila. Tutafunga goli 1 bila. Tunashinda bao 1 kwa 0. Yes. Na manamaliza kusema kwamba Simba atapata ushindi wa 1 kwa 0 katika mchezo wa leo dhidi ya RS Berkane unaochezwa kule katika jiji la Berkane katika nchi ya Morocco. Niko na mashabiki wengine pia wana mengi ya kuzungumzia, hasa kabisa mchezo wa kihistoria Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Berkane pale nchini Morocco. Bado naendelea kuzungumza na mashabiki wengine hapa ambao wamefika maeneo haya ya Mlimani City. Niko na mwanadada hapa amekula jezi yake ya mnyama Wekundu wa Msimbazi Simba official kabisa ikiwa na rogo ya CAF inawakilisha kabisa katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Tupe kwa kifupi briefing yako kuelekea mchezo huu. Nafikiri Simba ni wakati sasa kufanya vizuri, wakati huo watani zenu Young Africans wa kufanya vizuri. Je, kwa nyie Simba mna kipi cha kujiuliza katika mchezo wa leo? Fortunately sisi hatuna kitu cha kujiuliza. Yanga ndio so obvious sisi tutafanya vizuri kwa sababu tumefika a huge step ambayo Yanga hakuweza kufika. Alishia njiani. So alifika finali shirikisho pia. Alifika shirikishi lakini the opportunity that we got it's quite different na ambayo imefanywa. Hata jaribu kuangalia the branding ambayo inafanywa currently ya kwamba everybody keeps on supporting Simba. Unaona like live screening kama hii inafanyika leo. Something ambayo it's huge and it's very big. So wakishindwa wameamua kutu let down lakini sisi tuko na imani nao. Kwa upande wa Simba wanaanzia kule Morocco na wanamalizia uwanja Benjamin Mkapa au Aman Complex. Unafikiri kwa advantage ya kumalizia uwanja wa nyumbani na lile kombe itakuwa displayed pale katika home ground, itakuwa ni advantage kwa Simba kufanya vizuri mchezo wa mwisho? Kabisa, kwa sababu inakuwa mpira umechezwa home. Alafu ni benefit nzuri kwa sababu wameanza away then wamekuja kumalizia home. Ingekuwa vice versa tungekuwa na mashaka. But unajua siku zote nyumbani ni nyumbani tu. So I'm pretty sure the displaying itawapa motisha plus watu yani they support nayo hapa. I'm pretty sure kokote walipo they see the support that we give them. Kwa hiyo unajua hata mwenyewe ukiwa unapata motisha unaona haya kwamba ni wale down na watu. So
na ile visibility ya kwamba kombe liko pale, liko uwanja wa Amani, yo, au liko Benjamin Mkapa, yo, that is something else, and we gonna do inakuwa kubwa sana, so pretty sure we gonna do good. Kwako kuna kipi cha kuzungumza kwa kocha Fadlu Davis ambaye pengine watu wengi walitarajia labda asingefika hapa, lakini amefika hapa. Wanasema kwamba Simba ndio inatengenezwa na imefika 55% tu wa Simba kufika hapa, ila katika hiyo Simba inayotengenezwa wapo katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Una kipi cha kuzungumzia kwa kocha wa Simba Fadlu Davis? Okay, to be honest, mimi sio mtu wa kufuatilia mpira sana, like nimeanza kufuatilia mpira hivi juzi, but to be honest, na cases ambazo waga nazisikiaga za makocha, kafeli hiki katolewa, this dude nimekutana naye, he's somebody ambaye anaonekana yuko very passionate with what he's doing, na anachokifanya fortunately kinaonekana through the people ambao anawalead, anaowaelekeza, anaowafundisha and all that. Kwa hiyo impact zake tayari tushaziona, like we keep on expecting more, like more and more and more from him.